Yes, bwana, kama ninavyofahamu klabu ya Yanga wametemana na aliyekuwa kocha wao mkuu Romain Folz kufuatia kupigwa ama kupoteza mchezo dhidi ya Silver Strikers kutokea pale nchini Malawi kwenye raundi ya pili ya michuano ya kuwania tiketi ya kufuzu klabu bingwa barani Afrika. Kwa taarifa ambayo klabu ya Yanga ameweza kuitoa kwenda kwa umma, inajieleza vizuri juu ya wao kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, na sasa hivi timu ya Yanga Sports Club itakuwa chini ya kocha Patrick Mabedi ambaye yeye ni kocha msaidizi atakayekiongoza kikosi hiko, wakati timu ama uongozi unaendelea kutafuta kocha mkuu mwingine atakayekuja kusimama kama kocha mkuu ndani ya benchi kuu la klabu hiyo ya Yanga. Romain Folz ambaye amekiongoza kikosi hiko cha klabu ya Yanga ndani ya michezo 6 akishinda michezo minne, akienda sare mchezo mmoja na akipoteza mchezo mmoja. Safari yake na klabu ya Yanga imeishia kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Silver Strike mara baada ya kuweza kupoteza kwa bao moja kwa bila. Sasa klabu ya Yanga kwa taarifa ambayo ameitoa, wao wapo katika mchakato wa kutafuta kocha kwa haraka zaidi ili kuja kulisi mikoba ya kocha huyo Romain Folz ambaye kwa sasa hivi wamekushaweza kutemana naye, na tuliweza kushuhudia kupitia ukurasa wa Instagram wa kocha Romain Folz ameweza kutoa thank you kuwashukuru klabu ya Yanga kwa kumwamini katika kipindi chote alichosimama kama kocha mkuu kukiongoza kikosi hiko cha wananchi. Sasa timu ya uongozi wa klabu ya Yanga kwa sasa hivi unatafuta mbadala ama mrisi wa kocha Romain Folz ambaye atakuja kukinoa kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kama taarifa hiyo inavyojieleza, kikosi chao hiko kitakuwa chini ya kocha Patrick Mabedi raia Malawi, ambaye nayo huyu ameweza kutambulishwa siku chache kabla ya timu ya Yanga kwenda kuvaana na Silver Strikers kama kocha msaidizi ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Vyeti vyake Patrick Mabedi vinamruhusu kabisa kusimama kama kocha mkuu ndani ya klabu hiyo ya Yanga na kukiongoza kikosi hiko katika michezo mbalimbali kuanzia ligi kuu na hata michuano inayosimamiwa na CAF, yani klabu bingwa barani Afrika. Na miongoni mwa majina ya makocha ambayo yalikuwa yanahusishwa sana kuja kuchukua nafasi ya kocha Romain Folz hata kabla ya kocha huyo kuweza kutimuliwa ni kocha Rakotondrabe raia wa Madagascar, ambaye klabu ya Yanga alikuwa anahusishwa sana naye kuja kumuingiza ama kuja kumleta Jangwani. Mambo yalikuwa yanakwenda vizuri, lakini dili hili likaja kufa dakika za jioni kabisa, na jambo ambalo limepelekea mpaka dili hili liweze kufa kama ninavyofahamu, Rakotondrabe yeye alikuwa ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Madagascar. Kwa hiyo shirikisho la mpira miguu pale Madagascar limeigomea klabu ya Yanga kuweza kumwachia kocha wao huyo, ambao taifa la Madagascar lina project nzito ya kuhakikisha timu yao inafanikiwa kutinga kwenye hatua ya kombe la dunia kwa mwaka 2026, na kikosi hiko kinaongozwa vyema chini ya kocha Rakotondrabe. Hivyo shirikisho la mpira miguu pale Madagascar limeona kumwachia kocha huyo ni kama vile wameharibu project yao ya kuangalia namna gani ya kuweza kutinga kwenye hatua ya kombe la dunia michuano hiyo inayofanyika mwaka 2029. Ubora wake Rakotondrabe wote tunaufahamu, wengi wetu tumemshuhudia katika michuano ya CHAN ambayo imefanyika Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, na kocha huyu alionyesha uwezo mkubwa kwa kuisaidia taifa la Madagascar kutinga kwenye hatua ya fainali ya michuano hiyo ya CHAN licha ya kushindwa kutoa ubingwa na kombe likienda kwa timu ya taifa la Morocco. Sasa mara baada ya dili hilo kuweza kufa, klabu ya Yanga kwa sasa hivi anahusishwa kumleta ama kumshusha kocha mwingine raia wa Ureno anayefahamika kwa jina la Joan Maria, ambaye kwa sasa hivi ndiye huyu kocha anayehusishwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Mimi niko hapa kuweza kukusogezea ubora, uwezo wake na uzoefu wa kocha huyu katika bara la Afrika na nje ya mipaka ya Afrika pamoja na CV zake kwa ujumla zote nitakusogezea kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Lakini pia kabla sijakusogezea hayo yote, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe, basi nikwambie mwana michezo wangu, kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu, swala ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, halafu kutani on notification.
kubonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kupata kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Hautaka kuwaza utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali taarifa zitakujia moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi, na jukumu lako mama linakuwa jepesi tu mwanamichezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende tukaangazie yale ambayo nimekujuza hapo awali juu ya kocha huyu Joan Maria anayehusishwa kutua ndani ya klabu ya Yanga kuja kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz. Twende tukamwangalie kiundani sasa ili tuweze kumfahamu Joan Maria ni kocha namna gani, falsafa zake ni zipi, pamoja tukaangalia na sifa zake, lakini pia bila kusahau kwenda kuangalia kocha huyu uzoefu wake ndani ya bara la Afrika na hata nje ya mipaka ya Afrika. Kwa majina, kocha huyu anafahamika kwa jina la Joao Maria. Yeye ni raia wa Ureno ambaye kwa sasa hivi yupo katika Falme za Kiarabu pale nchini Omani, anaendelea kufanya majukumu yake ya ukocha huko. Klabu ya Yanga wamekwisha enda kumfuatilia ili waweze kuona falsafa zake na mbinu zake zinaendana na klabu, ili waweze kuja kumshusha ndani ya kikosi hiko cha wananchi kwa lengo tu la kukisaidia kikosi hiko cha wananchi. Kocha huyu Joan Maria yeye ana uzoefu mkubwa katika ligi kuu ya hapa barani Afrika, kwa sababu amekwishawahi kudumu katika vilabu mbalimbali barani Afrika, ikiwemo timu ya Motema Pembe kutokea pale DR Congo, lakini pia kwenye timu ya Al Ittihad Al Hilal Omdurman kutokea Afrika, kutokea pale Sudani Kusini. Ameshawahi kupita hapo kwenye vilabu hivyo viwili hapa barani Afrika. Hivyo utaweza kuona kocha huyu ni kocha ambaye ana uzoefu vizuri na michuano ama na timu kutokea hapa barani Afrika. Klabu ya Yanga hawajakosea kabisa kwenda kufuatilia dili hili la kuhakikisha wanamshusha kocha huyu ndani ya timu yao. Lakini pia mfumo ambao kocha huyu Joan Maria anapenda kuutumia zaidi anapokuwa uwanjani ni mfumo wa 4-2-3-1. Ndio mfumo ambao kocha huyu Joan Maria anapenda kuutumia sana. Kwa hiyo unaweza kaangalia tu aina ya mfumo ambao anaotumia haujatoka mbali sana na mfumo ama falsafa ambazo klabu ya Yanga mara nyingi makocha wanaotua hapo huwa wanazitumia. Kwa hiyo Joan Maria huenda akaja akaongeza kitu ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga endapo dili lake litafanikiwa kuweza kukamilika. Bila kusahau kitu cha msingi ambacho nilitaka kusahau kukwambia, kocha huyu ni kocha ambaye umri wake kidogo ni mkubwa, ana umri wa takribani miaka 50. Klabu ya Yanga wameona vijana hawafai sasa hivi, bora waende wakaangazie kocha kidogo mwenye umri uloenda juu umri wake kwa hiyo ni miaka 50. Iko ndio nitaka nikujuze mwanamchezo wangu uweze kufahamu umri wa kocha huyu Joan Maria. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili na wewe uweze kufahamu mwanamchezo wangu kuhusiana na kocha huyu anayehusishwa kwa sasa hivi kuja kutua ndani ya viunga vya Jangwani. Ni nini maoni yako, ama ni yapi maoni yako na mtazamo wako? Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment, bila kusahau mwanamchezo wangu kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu, kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.